Siku za hivi karibuni, mmoja kati ya maproducer kutokea katika kiwanda cha muziki wa Bongo Flava Tanzania, hapa namzungumzia Mafeeling Records, aliweza kufanya interview na moja kati ya vituo vya habari hapa Tanzania na kusema kwamba Daddy Mwambe, ama wengi tunamfahamu kama D-Fighter, ambaye anajishughulisha na masuala mazima ya kusimamia wasanii kwa maana manager, lakini pia mtu ambaye anaandaa events za mashughuli mbalimbali, alikimbia na pesa ambazo zilipatikana kutokana na show ambayo ilikuwa ni homecoming ya Mafeelings ambao alifanya kwao Gairo, na D-Fighter akaweza kupotea na zile pesa na kupelekea baadhi ya wasanii kutokulipwa pesa zao, lakini pia haki za baadhi ya watu ambao walishiriki katika event hiyo kuweza kukosekana. Na kwa muda wote huo D-Fighter alikuwa hajasema chochote kuhusiana na swala hilo la jinsi ambavyo ilivyokuwa kuhusiana na tuhuma zake hasa za kukimbia na mabegi ya fedha. Lakini masaa machache yaliyopita kupitia Instagram page, D-Fighter pamoja na Daddy Mwambe Empire wameweza kujibu shutuma hizo ambazo wameziwasilisha kupitia platform ya Instagram page ya Daddy Mwambe pamoja na D-Fighter, na inabidi kama nikusomee ama ninukuu kila ambacho kimeweza kuandikwa katika ukurasa huu wa Instagram. Taarifa inaanza kwa kusema, taarifa kwa umma. Assalamu alaikum, natumaini mtakuwa salama ndugu zangu, wadau wa kazi zangu za usimamizi wa wasanii na matukio yani events. Leo nimefika uamuzi huu wa kutoa taarifa hii kutokana na swala linalozungumzwa mtandaoni na kwenye baadhi ya vyombo vya habari kuhusiana na tukio la onyesho la Gairo Festival ambalo lilikuwa ni tukio la producer Mafeelings. Mengi yamesikika yakiongelewa, na leo nimeona ni wakati sahihi wa kuliweka hili swala sawa, kwa sababu linahusisha jina langu ambalo nimelitengeneza kwa muda mrefu, na sitokuwa tayari kuona likichezewa na kuzushiwa maneno yasiyo na ukweli. Nimekuwa nikipokea simu nyingi za wadau wakitaka taarifa za upande wangu mara baada ya kupata taarifa za upande mwingine, na hii ndio taarifa rasmi ya D-Fighter kuhusiana na Gairo Festival. John Lubote maarufu kama Mafeelings alinitafuta kwa ajili ya kuandaliwa tamasha lake la Gairo Festival ambalo lilikuwa lifanyike mwaka 2024, lakini alikufanyika kwa sababu kubwa aliyokuja nayo ni kwamba alikwama kwa sababu alikosa watu makini wa kusimamia jambo hilo, na katika timu yake hakuona mtu sahihi wa kusimamia jambo hilo. Ndipo akaja kwangu kwenye kampuni yangu ya Daddy Empire, na kilichomsukuma kuja huku ni mafanikio ambayo Daddy Empire imeyapata kutoka kwenye usimamizi wa matamasha ya Zombie Night la producer Ace 2 Keys, Summer In ya msanii Louis pamoja na The Best of Jin Nako ya msanii Jin Nako, ambazo zote zilifanyika kwa mafanikio makubwa na ziliisha bila kelele. Baada ya kikao baina Mafeelings na watendaji wa kampuni ya Daddy Empire, pande zote mbili zilikubaliana mambo yafuatayo: moja, pande zote zitashirikiana kwenye kuandaa tukio hili la Gairo Festival. Mbili, Daddy Empire watahusika na utafutaji wa wadhamini sanjari na usimamizi wa tukio zima. Na tatu, Mafeelings atahusika na kuleta listi ya wasanii ambao wataperform kwenye tukio lake, na wasanii hawa ni watu ambao watakubaliana naye na atalipa yeye mwenyewe au watakuja kumsapoti kama mtu wao wa karibu. Lakini nne, Mafeelings atahusika na gharama zote za maandalizi ya kabla ya tukio, na kwa sababu ya kutokuwa na gharama za mwanzo za kulipa, kikao kikaamua pande zote ziwe zinashiriki zitakapoweza, na mwisho siku kama kutakuwa na faida au hasara itagawanywa kwa 50-50. Baada ya vikao, jambo lilianza kufuatiliwa na timu kwa pamoja. Ilifika mara nyingi Gairo kwa ajili ya vikao na wadau mbalimbali na watu wa serikali, ambapo katika kupambania jambo litokee, mbunge wa Gairo Mheshimiwa Shabi alitoa uwanja gari la VIP la kufuata wasanii Dar es Salaam na kuwaleta Gairo na kurudisha tena Dar es Salaam pamoja na fedha taslim milioni 4. Pia tulibahatika kupata udhamini wa kampuni inayozalisha kinywaji cha Never Again ambacho alitoa kiasi cha shilingi milioni 5 kwa makubaliano kuwa katika kila shilingi 10,000 ya kiingilio, shilingi 2,000 italipa kinywaji cha Never Again ambacho kila mhudhuriaji atapewa aingiapo uwanjani kwenye tamasha. Ikumbukwe kuwa event haikuwa na mtaji wowote, hivyo kila shilingi iliyokuwa inapatikana ilielekezwa kwenye jambo ambalo lilikuwa linahitaji utatuzi wa kifedha, na kwa muda huo tuliweza kulipa vitu vifuatavyo: stage na sound milioni 4.5, lakini pia Crown Media milioni 1, na pia gharama zingine za tamasha nitaweka mchangano wote. Tukiwa kwenye siku ya event, wakati wa sound check, mtu wa muziki alitoa tishio la kutoasha muziki kwa sababu alitakiwa kumaliziwa hela yake, na tulikubaliana watu wakianza kuingia atapewa hela yake na
punde baada ya show nilifanikiwa kumlipa milioni 2.7 na wakabaki wanadai zaidi ya milioni 2.8 za Kitanzania. Nilipata majina ya wasanii wawili wa kuwalipa ambao ni Stamina na Sholo Mwamba, na baada ya kutoka kwenye show ndipo tukapata madai ya wasanii wakidai, na katika hali isiyokuwa ya kawaida na mshangao kwa Dad Empire, wasanii waliaminishwa kuwa mimi ndio natakiwa kuwalipa na niliondoka na mabegi ya hela, jambo ambalo lilifanya tukafika kituo cha polisi na kufanya kikao kilichosimamiwa na mkuu wa kituo. Na baada ya kuweka hesabu zote bayana, mkuu alisema kuwa hakuna jinai hapo na alitutaka twende tukajadili kwa pamoja namna ya kusolve jambo hilo, kitu ambacho kwa mshangao wetu hawakwenda kukifanya, na yote ilikuwa ni kuendelea kuniangushia mzigo wa lawama mimi, au kwa lugha nyepesi upande wa mafeeling walitaka kunifanya D-Fighter ni mbuzi wa kafara. Baada ya kuhojiwa na kituo cha Crown FM kipindi cha Throne, na simu ilipigwa na mtangazaji tunaheshimiana sana Dula, na nikatoa maelezo ambayo watu waliovalia njuga na kupotosha, na ukirejelea interview nilieleza wazi bila kificho na hakuna sehemu nilisema wasanii wamelipwa. Nilichosema swala la ulipaji wa wasanii halikuwa swala langu, na upotoshaji huu unadhalilisha tasnia, na ni sababu 3 tu zinaweza kusapoti upotoshaji. Moja, watu wa Tanzania wana matatizo ya kiafya ya usikivu, masikio, kiasi kwamba wameshindwa kusikia vizuri nilichokisema kwenye mahojiano yale. Lakini 2, watu wa Tanzania wana tatizo la uelewa kiasi kwamba wameshindwa kuelewa kilichozungumzwa kwenye mahojiano yale. Na 3, watu wanajitahidi kutengeneza na kusukuma ajenda za chuki dhidi ya jina langu. Baada ya pale sijai kuona simu ya mafeeling wala watu wake wa karibu kunitafuta au kutafuta timu yangu. Ni kweli kwamba baadhi ya watu wa huduma hawajamaliziwa malipo yao, lakini si swala la kamati na sio swala la D-Fighter au Daddy Mwambe pekee kama ilivyozungumzwa. Sijapenda upotoshaji huu, na uzuri ni kwamba picha za watu waliohudhuria uwanjani zipo na nitaziweka kwenye mitandao ya kijamii ili tuone kwa idadi ile ni kweli unaweza kukimbia na begi la hela. Na uzuri ni kwamba fedha zilihesabiwa chini ya uangalizi wa pande 3: 1, mwakilishi wa Dad Empire; 2, mwakilishi wa mdhamini; 3, mwakilishi wa mafeelings ambaye huyu alirecord video wakati wakihesabu noti pamoja na baadhi ya nyingine, na ushahidi huu aliwasilisha kituoni Jairo na kila mtu aliuona. Nisingependa jina langu litumie vibaya na chapa yangu iharibiwe, wakati ukweli wote uko wazi kwa kila mtu. Huu ni ukweli wa upande wangu na ndio ukweli ambao kila mtu anaujua. Sitafanya mahojiano yoyote tena. Niko tayari swala hili liende kujadiliwa na vyombo husika. Mwisho wa kunukuu. So hiko ndo kitu ambacho kimeweza kuhappen kuhusiana swala zima ama sakata la Dad Empire pamoja na D-Fighter pamoja na upande mzima wa producer Mafeelings. Drop your comment hapo niambie kwa jinsi ambavyo umemsikiliza Mafeelings, lakini pia D-Fighter ameweza kutoa ufafanuzi, nini kina click kwenye akili yako. Hapa ni News Update Media, mimi naitwa Godwise. Asante kwa kunisikiliza.